Kwa majina naitwa Longton Jamil Hashim. Mimi ni mkazi wa hii mji ya Kitengela, Kajiado County, na nimekaa hapa miaka 22. Tangu nimalize kidato cha 4 nikakuja Nairobi, kaenda university, na nikakuja hii mji ya Kitengela kufanya biashara na kibarua. So nimekuwa mwana biashara miaka hiyo yote. Kuanzia 2007 nimekuwa nikifanya biashara kwa hii town ya information technology. Na mwaka wa 2017 nikaingilia wanaharakati wa kutetea haki za kibinadamu. Nilifanyiwa training na Kenya National Commission of Human Rights, na niko na stakabadhi kuonesha kuwa mimi ni human rights defender. Hiyo ndio wakati nilianza nadhani kuitelafiana na serikali, kwa sababu nilikuwa mtetezi wa haki za binadamu. Kwa sababu kulikuwa na dhuluma mingi, zingine zinafanywa na polisi, zingine zinafanywa na watu ambao wanafanya serikalini. So wakati huo niliweza kugongana na watu wengi wa serikali. 2017, 2018, 2019, 2020 hapo. Na wakati pia siasa zilikuja, ikawa sisi watu watetezi wa haki za binadamu hatupendwi hata kidogo. So kukakuja na hii ya majuzi, maandamano ya Gen Z, na kwa bahati mbaya mimi sikuwa katika mji wa Kitengela hiyo muda yote hiyo maandamano ya Gen Z. Lakini pia nikaweza kujipata katika masaibu ambayo wakumbwa wenzangu ambao walikuwa wanahusika na yale maandamano. So tarehe 7 mwezi wa 8 niliweza kuhudhuria mkutano wa security hapa Kitengela, ambaye kulikuwa na county commissioner, county police commandant na county CCIO, criminal investigating officer, na wakubwa wa security katika county ya Kajiado. Na pia mkutano ulihudhuriwa na governor wa Kajiado. So niliweza kuhudhuria ile mkutano, na wakati mkutano ulipoisha nilipewa onyo nimpelekee ndugu yangu mdogo kuwa asiwahi kujihusisha na maandamano. Hiyo ilikuwa tarehe 7 mwezi wa 8. Kwa sababu kulikuwa na uvumi kuwa kutakuwa na maandamano tarehe 8 mwezi wa 8, ile inaitwa 8/8. So mimi nikaichukulia, na wakati huo nilikuwa na mandugu zangu wengine pale watatu. Nikamwambia hebu njooni mkue mashahidi kwa haya matamshi yanatoka kwa watu wa serikali, tena watu wa security ambaye inahusiana na maandamano. Sikujua kuwa baadaye yale matamshi yatakuja kuleta madhara kiasi gani. So mimi nikatoka pale mkutano, wakati ilipoisha nikakuja hapa kwa nyumba, nikamuita yule ndugu yangu mdogo kitu mwendo wa saa 8:30, na nikamuelezea kuwa nimepewa onyo kuwa usihudhurie maandamano yoyote dhidi ya serikali. Na nikamtahadhari, nikamwambia hiyo tarehe 8 asiende kwa barabara hata kidogo. Kama kuna maandamano ama hakuna, yeye akae kwa nyumba. Na aliweza kunisikiza, hakutoka kwenda kwa nyumba. So tukakaa vizuri hiyo tarehe 8. Tarehe 17 mwezi wa 8, Bob Njagi aliweza kuandika barua kwa vitengo za serikali kadhaa kuwajulisha kuwa pia angetaka kuwa na maandamano tarehe 20 mwezi wa 8, na hiyo ilikuwa ni Jumanne. Ile barua akapeleka police station, akapeana kule, akapeleka kwa chief, vitengo vyote za serikali wakaweza kupata ile barua. Na akakuwa maandika wale watakuwa viongozi wa ile maandamano, na namba 1 ilikuwa ni Bob Njagi, namba 2 ilikuwa ni ndugu yangu mdogo. Akaweka namba yake ya kitambulisho na akaweka namba yake ya simu, na akaweza kusaini ile barua. So kulikuwa na watu karibu 5, wanaume 3 na wanawake 2. Kwa hiyo list ambayo watakuwa waongozi wa ile maandamano ya tarehe 20 mwezi wa 8. Na wakati hiyo kumbe ile barua ilipelekwa Nairobi, na uchunguzi kaanza dhidi ya watu 5, na wakakuwa kwa ile rada ya polisi waweze kuchunguzwa, na nadhani tracking ilianza hiyo tarehe 17 mwezi wa 8. Nadhani ilikuwa Alhamisi ama Ijumaa. Tarehe 19 ilikuwa Ijumaa 3. 17, 18.
Ilikuwa Jumatatu. Sasa kumbe ile barua imechukuliwa na uzito, na ni kama kulikuwa na onyo kusikue na maandamano yoyote wapi Kitengela. So hiyo tarehe 19 mimi nikamwarifu ndugu yangu kuwa tunataka kwenda shughuli kidogo Isinya, aje anisindikize. Tulikuwa na gari ile ndogo. Akakuja hapa, akaosha hiyo gari, wakati bila huyu anaosha tu gari unaona hivi. Tukakaa tukakula lunch na watoto hapa, mwendo wa saa 7. Watoto wakarudi kwa msikiti, ile masomo yao ya madrasa. Lakini mimi nilitoka kabla watoto wangu hawajatoka. Sisi tulitoka hapa saa 8 kamili. Na watoto kumbe walikuwa wanatufuata tu nyuma immediately. So wakati tumefungua hiyo gate, my brother ndio anaendesha gari. Akashuka kufunga gate. Kushuka kufunga gate kulikuwa na mwanamke hapo tuko kona hapa. Tukamsikia kwa simu akisema kuwa wametoka. Sasa wakati amesema wametoka, sisi naye hatukuelewa kwa sababu tukafikiria pengine ni vitu yeye anaongea na simu na watu wengine. Kumbe yule mwanamke pia alikuwa ofisa na ana watu wenzake ambao wako pale mbele. Wakati sisi tumetoka hiko na kwanza tu kufika, tukapata imeblokiwa na gari. Unaona kona yenye mmeingia? Sasa gari ilikuwa imewekwa hapo. Wakati hapo tu penye mmeingia ndio nikamwambia mtani. So uwezo ukatumia ile barabara because haitoshi gari mbili. So ikabidi tutumie ile exit ya pili. Ile exit ya pili sisi kufika tu pale pap, kabla tujatoka Subaru imekuja imetublock pale mbele. Na hiyo Subaru ilikuwa na watu 5. Wakashuka, walikuwa na mabunduki wote. Dereva ndio alibaki kwenye gari. Walikuwa na mabunduki na pingu. Sasa wakamueleza yule ndugu yangu, mimi niko kwa driver, nimeketi tu pale, mimi nilikuwa kwa simu yangu, lakini wakati nimeona Subaru imetublock, nikasikia ndugu yangu akisema ni mimi wamekuwa kitafuta au ni DCI. Wakati nimesikia hivyo nikawachana na simu na wakamwambia kuwa tumekuwa tukikutafuta, na hata kabla saa hii si ulikuwa kwa duka fulani kule juu. Wakamwambia mahali alikuwa. Lakini kama walikuwa na mtrack kule, naye akamaliza shughuli katika hiyo duka na akatoka akapita katika vichochoro. Ile gari haingeweza kupita katika hiyo vichochoro. So ikabidi tena waanza kutrack fresh. Ndio akaona ameingia hapa. Wakati wamemwona ameingia hapa akamwambia, "Si ulikuwa kwa duka fulani?" Brother yangu akamwambia ndio. Na walikuwa bado kuna mwingine alikuwa bado anaangalia kwa simu kuangalia kama kweli huyu ni yule tulikuwa tunamtafuta that distance, but initially walikuwa wamemuona mpaka mavazi yake. So walikuwa wanajua ni nani. Na ilikuwa amchukue tu yeye peke yake. Sasa wakujua wakati watamchukua atakuwa na mimi. So wakati walimchukua wakamrusha kwa Subaru. Mimi naye nikaenda kufuatilia. Nikamuuliza, sasa mnamchukua vipi? Nyinyi si maafisa wa polisi wa Kitengela, mimi najua wa Kitengela wote. Gari ya Kitengela naijua ni KBZ, yenye ni KCQ. Je, ni makosa ni gani? Ningependa kujua kwa sababu mimi najua polisi inafaa kitu ya kwanza mjitambulishe. Wale mabwana wakamweka huyu katika gari wakamfunga pingu. Ile jaketi yake alikuwa amevaa akamfunika nayo wapi? Kwa uso asiweze kuona mbele. So mimi nikamwambia kama mtaki kunijibu acha nipige namba ya OCS because nilikuwa naye nimuulize kama na habari ya kitu kama hii. So wakati hao jamaa wamesikia nataka kupigia OCS wakanyang'anya simu yangu wakazima. Wakanyang'anya simu wakazima zote. Hapo tu kwa kona. Pia mimi sasa wakanirusha wapi? Kwenye ile Subaru. Nikafungwa pingu, pia nikafungwa na jaketi yangu. Tulikuwa na jacket, sasa hizo zote ndio zikatumika to blindfold tusione kule tunaenda. Tukaacha hapo gari, wawili wakakuwa wanashughulika wanajaribu kuchokora ile gari. Na yule alikuwa amezima na iko na cutout. So wakashindwa kuiwasha. Sasa wakati watu walipoa crowd ilianza kubuild pale, wale wenye walikuwa kwa Subaru 3 na sisi wakachomoka. Mimi wamenifungua macho, naona kule naenda, huyu akarushwa kwa boot na amefungwa na hizo mask na pingu. Mpaka hata uwezo kupumua, na ukijaribu kuambiwa kwa loosen kidogo upumue unatandikwa makofi. Sasa inabidi ujikaze na ilikuwa ni joto mingi sana. So inabidi tuvumilie na hata kubreathe inakuwa ni shida. The moment unaambia huyu anaambia nataka kubreathe anatandikwa. Gari katoka ikaelekea. Wakati inaelekea wakaanza kutuuliza
historia yetu ama tunatoka wapi. Nadhani hao kulingana na hao walifikiria pengine sisi tunatoka Garissa, Moyale, Wajir, hizo counties hizo zenye ziko na prone to terrorism sana. Kwambia hapana, sisi tunatoka Western. Mahali wapi? Mumias. Wakifika kwa mfuko yangu nilikuwa na 21,000. Wakataka kupora hizo pesa. Na kuona njia rahisi ya kupora ni kunifunika uso. Kwa sababu mimi ilikuwa ni kama maybe ifike mahali mimi niwachiliwe, mimi nirudi, lakini bwana aende. Lakini sasa ikakuwa ngumu kuniachilia kwa sababu mimi naye nimeona kila kitu. Identity yao ningekuwa ni reveal. Wakanifunika sasa na ile jacket tena. Na kuongeza ingine yao very heavy leather jackets walikuwa nayo kwa boot, wakaongeza juu. Jamaa kaingia tu kwa mfuko, chomoa pesa zote. Na mimi nimefeel tu amechomoa zile pesa. Wakati wamechomoa hiyo gari tukaenda for about 20 minutes but towards Nairobi, not hatukurudi hivi, tulielekea mbele. Wakati 20 minutes imefika tukafikishwa mahali inakaa environment kama police station, though tumefungwa macho na kila kitu. So hapo tukabadilishwa kutoka kwa Subaru kwenda kwa ile gari. Unajua hiyo time kidogo ya kubadilishwa, hata tukatolewa zile, sasa tukafungwa mask ile 2 second kidogo ya kuangalia, unaona ni Prado ya black. Tukaweza kuweka kwa ile gari na wale jamaa wakaenda na sisi. Sasa hii timu nyingine tumeiacha pale pale, tukaenda na hawa wa Prado. Sasa Prado ndio tulienda nao mpaka mahali yenye tuliekwa, ambaye hatujui mpaka wa leo, na ndio tukakaa huko hiyo 32 days. Na wakati tulifika huko ilikuwa ni tumefungwa macho, tumefungwa na pingu, na ilikuwa mwendo usiku. Na nyumba yenyewe tulipelekwa ilikuwa ni giza. Sasa ungeweza kujua uko wapi hiyo muda yote. Sasa wakati tulifika pale tukakaa, ule afisa mwenye alituleta, unajua sasa maafisa wametufungua sisi mask, lakini hao ndio wamevaa face mask, usiweze kuwaona, lakini wako na bunduki proud. Baada ya kitu 10 or 15 minutes ni kama walikuwa wanabadilisha shift. Ule aliyetupokea katuleta pale alikuwa ofisa mwingine mrefu. Mwingine akakuja asili ya Kikuyu because alikuwa anaongea Kikuyu na ni mfupi na ako na mwili. Ule bwana wakati alikuja tu akiingia hapa akifungua mlango ni kama hizi. Hata kifunguo ni this type. Mtu akiweka unajua inafunguliwa. Akaingia na wakati ameingia immediately ameingia na nyaunyo na pipe kama hii ya kate. Sisi tukajua hapa tu ni direct kupigwa. So bila kutuongelesha kaanza kuchapa huyu na hiyo nyaunyo na pipe, na anakuja na mateke, slaps na kuna boots. Hizo kama za army boots. Mtandika. Na hapo kuna ka CCTV na very dim light, ile CCTV iweze kucapture images. Wakati amempiga huyu amemaliza akakuja kwangu akanipiga. Mimi wakati alinipiga sikumwacha nipige muda mrefu. Kaanza nikamwambia ofisa, kitambo tupige, na hapa mahali ambayo tuko tayari kufa kwa sababu tunajua hapa ni mahali hatari, hata tujui ni wapi. Lakini tungependa tujue makosa yetu ni gani kwanza. Tangu tutolewe Kitengela mpaka hapa hakuna mtu ametuambia kosa yetu ni gani. Na kwa nini atupeleke hata police station? Because hii haikai police station, tunaletwa mahali kama hapa. Na kama ni kosa tulifanyia Kitengela, mbona tusipelekwe Kitengela police station, tupelekwe kotini Kajiado? Mbona tunaletwa hii sehemu ambayo sisi kwetu tunaona ni kama Nairobi? Ile bwana akasema mkuambiwa, tukamwambia tukuambiwa. Basi akatoka akaenda pale mbele, unajua ni kama kuna reception yao na ofisi. Akaangalia record zake, baadaye akaregea. Kuja akatuambia mtasema pesa ya maandamano mnatoa wapi? Ama nani anaofadhili kufanya hizi maandamano? Mimi nikamweleza simu yangu mko nayo, you can access any data mnataka pale. Kama kuna any financial mnaona iko kubwa sana nimefund mtu yote mwenye alikuwa kwa maandamano, mchukue hatua ile mnafanya. Lakini mimi hata hiyo maandamano sijui chochote, na hakuna mtu anatufund wala sisi hatufund mtu yoyote. Na huyu bwana tu alienda kama Mkenya mwingine kwa maandamano, hakuna mtu alimwambia aenda. Yeye alikuwa kwa maandamano kama Mkenya tu, anajaribu kutetea haki za Wakenya kama mtu mwingine. Huyo jamaa akakuwa amerudi chini kidogo, na tukakuwa siku mbili tulilala na huyu bwana pale.
Ni sehemu tu ndogo, lakini umefungwa pingu mkono, imefungwa kwa floor. Kuna chuma imewekwa kwa floor, so unafungwa pingu throughout. Hiyo 32 days uko na pingu, hata ukilala pingu. Lakini kufika pale nguo zote zinachukuliwa, so unabakia uko uchi. Unalala chini kwa simiti lakini umekaa uchi. So siku 2 tukakaa na huyu bwana, akatolewa akapelekwa room nyingine. Sasa ndio aweze kuteswa zaidi kushinda mimi. Na yule ofisa ule mfupi mwenye nakwambia, yeye alikuwa anatupatia tu chakula moja kwa siku. Ugali, imeko maharagwe kidogo na cabbage. Daily, 1 week. Hakuna change of diet. Maji nayo alikuwa anatupatia 300 ml. Hiyo maji ndio tu sustain for 24 hours ama 36 ama 48. Italingana ni when next watakuja wakuletee chakula. Na walikuwa nakwambia kula kwa sababu hujui next meal inakuja siku gani. Sasa ukihesabu 32 days na siku zenye tulikula hazifiki hata 32. Ama the meals we ate hazifiki 32. So ilikuwa hivyo. Huyo bwana akakuwa ni hivyo, natuletea chakula, na alikuwa very harsh hata kwa watu wengine ambao walikuwa pale. Kwa mkali kwao kabisa. Watu wamefanya kikosa kidogo ni kutandikwa. In case ukisikia kiwa maji uitane, akikuja hawatafungua saa hiyo because kuna times hizo nyumba zinaruhusiwa kufunguliwa. Atakuja akupige kwanza. Kwa nini uliitana? Haifai uongee chochote. Hata ukikufa wewe kufa hapo, lakini usiitane mtu yoyote. So tukamaliza 1 week, tukaingia wiki ya pili, ndio huyu mrefu mwenye alitupokea akakuja. Lakini yule alikuwa a little bit friendly na watu. Babi alikuwa anapeana breakfast, anapeana chai na bread. Walikuwa wanapika pale pale. Lunch anatupatia na alikuwa na diversify. Leo akipeana ugali, kesho mchele, kesho kutwa chapati, alikuwa na diversify ile chakula. Na pia kiwango maji akaweza kuongezea. Ikakuwa 500 ml, alileta ile tumbler kubwa. So ule mwingine at least yeye hakuwa na chapa watu wala nini na nini. Na akaweza kutuoji. Natuambia hapa mko kwa sababu ya maandamano, lakini tunaendelea na uchunguzi wetu. Tukiangalia kama hamna makosa, kuna wakati mtakuja muachiliwe. Lakini mimi akaniambia nimeweza kupitia your records, nimeweza kupitia Facebook yako, nimeweza kupitia nini. Ndio naona kitambo ulikuwa human rights activist, but siku hizi ni kama unafanya na county uliweza kurudi chini kidogo. Nikamwambia pia hata ule ndugu yangu yeye pia alikuwa anafanya maandamano kama Wakenya wengine. Na tunashangaa kwa nini yeye na mimi tumechukuliwa na Bob na watu wengine hawajachukuliwa, kwa sababu kama ni maandamano ilifanywa na watu wengi sana Kenya. Kama ingekuwa ni kushika kila mtu mwenye alifanya maandamano ni wengi sana. So sisi tunashangaa kwa nini sisi peke yetu tulikuwa picked. Akatuambia ni kuhusu ile barua Bob aliandika nini na nini. Nikamwambia hata huyu bwana kusaini. Hata hiyo sign yenye iko pale si ya huyu. Na mimi hasa sikukuwa wakati wa maandamano. Kama mngeweza kufanya uchunguzi kabisa sikukuwa hata Kitengela. Mimi nilikuwa na masaibu mengine tena tu ya activism pia. Ilikuwa kwa mahali kuanzia Januari mpaka Julai. Ya activism tu. So mimi sijakuwa around for some time. Wakaniambia wanaenda kufanya uchunguzi, pia wakafanya uchunguzi na wakakuja na feedback kuwa mimi sikukuwa. Sasa nikamwambia bona mmetuleta mahali kama hii. Kujaribu wakati tulikuwa tunajaribu kufanya ile maombi yetu ya Kiislamu, ule bwana mkatili akuja na kutandika. Kwambia hapa kuna kuomba. Alikuwa hataki vitu kama hiyo. Kumuuliza na sasa familia tutawasiliana naye aje, waweza kukuruhusu kabisa. Na wako na simu kabisa, watu wanakuja naye pale, ndio wanatumia kumulika pale ndani. So inakuwa tu shughuli kama hiyo. Na ilikuwa tunalala tu chini kwa simiti, umefungwa pingu basi. Hiyo ndio ilikuwa routine ya pale. So hiyo wakati imefika hiyo siku ya mwisho tarehe 19 usiku, tukasikia ile mgurumo wa hiyo Prado imekuja. Sababu Prado huwa inakuwa pale, ndio kama ni gari yao ya ofisi. So ikienda tunajua imeenda, hata tunakuwa na freedom kidogo kupiga mastori pale. Ikirudi pia tunajua imerudi. So hiyo Prado ilipotea kama siku 3. Wakati imepotea siku 3 ikakuja hiyo masaa ya usiku.
Jamaa kaingia ndani haraka sana, ule jamaa mfupi mwenye nakwambia ni katili. Kuingia ndani akaanza kuslap makofi pap na akaleta nguo zangu. Ananiambia vaa haraka. Unajua wale wenye wako pale tuambia mkipewa manguo jioni mnaenda nyumbani. So sisi tukajua kuna dalili hapa kwenda nyumbani. Kapoa nguo nikavaa, kafungwa na sellotape kwa macho nisione, na nikafungwa naye kwa mkono. Nikamwambia kuna mahali tutaenda kuwatupa. Tukiwatupa mtafungua sellotape mwende nyumbani. Pia akaenda kwa my brother, nikasikia pia akimpatia nguo akimueleza same thing. Lakini akatuambia mkitoka hapa mkienda kwa media, si mnaona tuliokujia, sasa tutakuja tuwaue. Basi tukamwambia sasa tutaenda kwa media. Ndio sasa tukachukuliwa, tukazungushwa karibu masaa 2 usiku. Mwisho tukaweza kutupwa pale mahali tulitupwa. Hapo karibu na Gashie. Wakati tumetupwa hapo karibu na Gashie, walitupatia shilingi 300 na bado tumefungwa na mask. Na hiyo sellotape. Tuambia pesa yenu ndio hii hapa, simu zenu ndio hapa, kila kitu yenu ndio hapa kando. Hebu shika, kashika. Kulikuwa na nyasi hapo na hapo chini kuna kitu kama mto. So akatuambia wakati sisi mmesikia tumeenda ndio mjifungue mwende zenu. Wakati walienda sisi tukafungua haraka kushika simu kuwasha iko 0 yote. Haiwezi kuwaka. Ndio tukatoka hapo, nikaona estate nyingine iko pale juu. Hapo Bishops Road. Nikaenda hapo ni estate ambaye nimewahi kuenda shughuli zangu za kawaida. Wife wangu ako na relatives huko. But sasa sikujua ni wapi tumetupwa. Wakati nimefika katika ile estate nikamwambia estate naikumbuka, kuna function tulikuja relative wetu hapa ndani lakini sikumbuki house number. But sisi tunaomba charger tuchaji simu yetu tupate washa, tupate mbinu ya kwenda nyumbani ama tuwasiliane na familia yetu. So ndio tukacharge simu. Wakati nimecharge simu kuwasha, nikaona hizo juhudi zote zimekuwa zikifanyika tangu sisi tupotee. Naona NTV ilikuwa inaongea story, KTN, Citizen, nini kila mahali ilikuwa ni sisi kama tumekuwa story hiyo mwezi nzima. Na nikaona pia mtu mwingine wa Human Rights amepost kuwa sisi tumeuliwa. Nikampigia simu. Sasa hiyo ilikuwa saa 6 usiku. Kaambia bado sisi tuko. Kaniambia hapana. Kaambia si namba yangu na mimi ndio nakupigia. Kaniambia piga na WhatsApp, tena piga video call. Ndio tukutrust. Nikapiga video call. Wakaweka kina Faith Odhiambo kwa video call, watu wa Human Rights. Na wakaniambia usitoke hapo. Na naye tulikuwa tumepigia brother wetu akitengela pia kuja tuchukue. So watu wa Human Rights wakatuma watu hapo, tukakuja tukachukuliwa, tukawekwa kwa safe house Nairobi. Tulikuwa tunapelekwa hospitali Aga Khan, tunaangaliwa, tunapewa madawa, tunarudi kwa hoteli. Na kaangaliwa sasa wakati waliona at least tuko stable, wakatu release tukuje Kitengela. Kama hivi majuzi nimeweza kupigiwa simu, kuna jamaa Masai tu ameenda katika mwajiri wangu ambaye ni County Government of Kajiado, na ameuliza kwa nini walikuwa wanalipa mshahara na ilhali mimi nilikuwa abducted, sikukuwa kazini katika hiyo muda ya mwezi mmoja. Nikaweza kuambia hiyo ripoti na nikamwambia kama kuna mtu ako na kitu kama hiyo apeleke kotini, tuweze kupatana kotini na mimi nijue kama hii ni ground moja mimi kufutwa kazi ya kuwa abducted na ni serikali imeni abduct ama vipi. So ikifika hiyo wakati tunaweza tukahitaji pia msaada wa Amnesty katika wakili. Na pia tangu tutoke kule, kama ndugu yangu yeye hana kazi, wote wananitegemea, hata huyo mwingine unamuona pale nje, wote wananitegemea mimi. Na ile wanategemea ile mshahara kidogo tunapata katika county. So unapata mimi naangalia familia yangu, watoto sasa ni 4, ndugu zangu mimi ndio naangalia. Na pia tangu tutoke niko na biashara. Niko na biashara pale ya computers hapa Eastmart. Na nilikuwa na loan KCB Bank Kitengela. Na kabla nilikuwa abducted, nilikuwa nawalipa 50,000 kila mwezi hiyo bank ya KCB.
na tangu nitoke nimepata hali ya maisha imebadilika kidogo, na hata nimeshindwa kuraise ile 50,000 ambayo nilikuwa napatia kila mwezi. Kuna wengine walikuwa wanasema sisi tumekuwa abducted because of terrorism. Wengine wanasema sisi ni wahalifu kwa sababu serikali tu iwezi kukuja ikuchukue kuweka mahali siku 32, na ukweli wa maneno hajui kama huyu ni maandamano na mimi sikukuwa. Mimi tu nilikuwa victim of circumstance, lakini imenirudisha chini kiasi. Hata sasa hii ukiangalia movement zetu tunatembea tukijihadhari sana. Mara kwa mara tunashinda katika nyumba. So biashara yetu imeenda chini, na pia hii kazi ni nini kama iko na msukosuko, huelewi ni nini watafanya kwa sababu ni serikali ni abduct, na pia ni kazi ya serikali. Huwezi ukajua ni nini itafanyika, na imejulikana haswa mimi nafanya na county government of Kajiado. So huwezi ukajua kama wanaweza kupewa instructions zingine, futeni bwana manini na nini ama kitu kama hiyo, because ni serikali kwa serikali.